Hayo yamefanyika leo ambapo katibu tawala wa mkoa wa Singida Fatuma Mganga ametoa takwimu za anwani ya makazi kwa mkoa wa Singida ilivyofanyika mara ya kwanza. Kupitia operation ya anwani za makazi, mkoa wa Singida uliweza kusajili taarifa za anwani 351,324 sawa na 105.6 ya lengo la anwani 332,998 kwenye mfumo wa kidijitali wa anwani za makazi kwa wakati ule. Aidha, vibao 331,341 vya namba za nyumba vilibandikwa pamoja na kusimika nguzo 6,953 za majina ya barabara. Aidha, kwa manispaa ya Singida jumla ya anwani za makazi 67,797 zilisajiliwa. Vibao 49,322 vya namba za nyumba vilibandikwa na nguzo 1,868 za majina ya barabara zilisimikwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa fedha idara ya serikali za mitaa Modrick Mujungu amesema ya kuwa kazi ya anwani ya makazi ni ya watendaji wote wa serikali. Tunasema wasimamizi wa mfumo huu wa anwani za makazi kama ni ofisi ya Rais TAMISEMI, hatumaanishi katibu mkuu wala waziri wa TAMISEMI, tunamaanisha watendaji wa mitaa, wenye viti wa serikali za mitaa mpaka kufika kwenye ngazi ya wizara mpaka rais mwenyewe na watendaji wake wote. Kwa kuwa ofisi ya Rais kwa kuwa ndio mwenye jukumu la kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali zinazogusa wananchi kule chini. Aidha, mkurugenzi wa ufuatiliaji tathmini Wizara ya Mawasiliano Elisa Daniel Mbise amesema kuwa lengo la mfumo huo kuwezesha wananchi kuweza kutambulika. Na lengo ilikuwa ni kumwezesha kila mwananchi kutambulika mahali anapoweza kufikishiwa huduma. Operesheni hiyo iliweka msingi wa kuanza kunufaika na fursa za uchumi wa kidijitali sambamba na kuimarisha masuala ya kijamii katika ambapo jumla ya anwani milioni 12.3 zilisajiliwa. Kwa upande waliohudhuria uzinduzi huo wamesema kuwa faida za anwani ya makazi ni kubwa. Zoezi hili la anwani ya makazi ni la muhimu sana kwetu sisi, hasa wananchi ambao tuko katika maeneo ya mtaa wa Soko, kata Ipembe. Na hisi sasa hivi tukirudi ni kwa ajili ya kwenda kuwakumbusha wananchi, lakini pia tuelezee umuhimu zaidi. Kulibora kuwa na anwani za makazi kwa sababu unafuata